Yes, bwana, baada ya kumalizika kwa mechi ya watani wa jadi dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Simba, Yanga wakipata ushindi wa goli 1-0, goli ambalo limezua gumzo kubwa ndani yake. Watu wamejaribu kutoa mitazamo kwa namna mbalimbali. Lakini ukiachana na hilo eneo ambalo kila mmoja amejaribu kuangalia kwa namna yake alivyoona, ameona kwa namna ambavyo anaweza kutafsiri. Sasa miongoni mwa trending stories ni pamoja na performance ya hali ya juu, performance bora ambayo imeonyeshwa na Rushan Derek, mlinzi wakati wa Simba Sports. Ikumbukwe kwamba Simba wamepoteza ile mechi goli 1-0, lakini licha ya kupoteza kwa Simba, bado Rushan Derek anatajwa kama one of the best performer ambao wameperform vizuri kwenye ule mchezo. Lakini man of the match ilikwenda kwa Pacome Zouzoua wa Young Africans. Sasa Rushan Derek ndo wakati ambao tunakwenda kumwangalia kwa sasa hivi. Ni nyota ambaye tayari tulishamzungumza, lakini tunakwenda kumwangalia kwa kile ambacho amekionyesha. Tukitrace katika moja ya session ambazo nimezifanya hapa wastani siku 2-3 zilizopita, mara baada ya kukamilika kwa mechi ya kuisha kwa mechi ya Simba Day kati ya Simba na Kogalo Gor Mahia, nilieleza kwamba nyota ambao wameperform kwenye daraja la juu, usajili bora katika usajili mpya ambao umeufanya Simba, mchezaji gani ambaye ameonekana kuwa bora zaidi, kwa maana ya baada ya kuwaona. Inawezekana mchezaji alikuwa bora kwa huko alikotoka, lakini baada ya kuonesha kile walichonacho, yupi ni bora zaidi? Katika ile session nilimweka Rushan Derek kwamba ndiye mchezaji aliyeperform kwenye kiwango cha juu kabisa, na kitu kikubwa ambacho nilikuwa nimekipenda ni utulivu wake, ile composure, lakini pia uwezo wa kucontrol ile safu ya ulinzi. Yes, sasa baada ya pale, kituo kilichofuata ilikuwa ndo kwenye dabi ya Kariakoo dhidi ya Young Africans. Na jana Watanzania tumeendelea kujithibitishia tena kwa mara ya pili, kwa maana ya kuona performance bora ambayo imeonyeshwa na Rushan Derek. Jana nilibahatika kufanya matangazo ya mchezo huu, commentary kwa upande wa Kiswahili, na moja ya maneno ambayo nilikuwa nikiyatumia baada ya Rushan Derek kuonesha performance nzuri, nilisema kwamba huyu sio tapeli. Yes, nilisema huyu sio tapeli kwa sababu ya ni lugha fulani hivi ambayo inamaanisha kwamba ni mchezaji ambaye ni mchezaji mzuri. Wamesajili wachezaji wengi, timu mbalimbali zinasajili wachezaji wengi, lakini yule mchezaji mzuri, nikatumia tu hiyo neno kwamba huyu sio tapeli. Of course, yule mchezaji ambaye anaonekana hayuko vizuri unaweza kutumia kwamba ni tapeli. Of course, sio jina nzuri, lakini kwenye jargon ya context ya watu waelewe, unaweza kutumia na isiwe na shida ndani yake. Kwa hiyo mimi nilisema kwamba huyu sio tapeli. Yes, ingawaje tapeli hauwezi kusema kwamba labda huyu ni tapeli, hiyo huwezi kusema. So kwa kile ambacho amekionyesha Rushan Derek, ndicho ambacho kimenileta kwa wakati huu katika session hii. Nilisema sio tapeli, lakini what so special kutoka kwa Rushan Derek kwa vile ambavyo tumemuona hususan katika dabi ya Kariakoo. Rushan Derek ana vitu takriban 3 ambavyo jana amekuja kutuonesha kwa ukaribu zaidi. Kwanza ikumbukwe Rushan muda mrefu amekuwa hajapata game time kwa maana ya kucheza, lakini pia ni nyota ambaye alitokea kwenye kikosi cha Maritzburg United, alifanya kazi na huyu Fadlu Davids na baadaye akasajiliwa na Mamelodi Sundowns. Ilikuwa 2021, Rulani Mokoena akamsajili ndani ya Sundowns. Injuries, majeraha yalimweka nje, alikuwa akimnyima nafasi ya kwanza moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza, mpaka akawa anaanza wachezaji wengine the like of Grant Kekana, Motobi Mvala. Yes, hao ndo walikuwa akicheza zaidi katika hilo eneo la mlinzi wa kati. Sasa Rushan Derek baadaye akawa amemtoa mkopo akaenda Israel na kurudi nyumbani, lakini ilikuwa kwa Sundowns waliona kama inatosha. Kwa hiyo hata Simba alivyokuja kumuhitaji kwa mkopo, waliamua tu kumwachia, nenda kwa mkopo, kajitafuta tena, huenda akapewa nafasi nyingine endapo atakaporudi kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns kama watamuongezea mkataba. Kwa hiyo mazingira yanakuwa hivyo. Sasa huyu mchezaji, utulivu ndo sifa yake kubwa ambayo nimeiona jana. Ni mtulivu kweli kweli.
ni mchezaji ambaye huwa hatetereki. Hata muda ambao alikuwa anafanyiwa pressing umuone akiwa anatetereka. Lakini eneo la pili ni namna ambavyo amekuwa akiziwin 1v1, yani yeye na mchezaji mmoja, yani akibakia yeye na mchezaji mmoja ambaye ana mpira anamsogelea, namna ambavyo amekuwa akiwin ni kitu kikubwa sana. Coincidence mbili nitazisema hapa. Moja ilikuwa ni ya Max Nzengeli, aliblock mpira ambao Max kapitishiwa, yeye akaja kutokea kwa mbele na kwenda kuclear ule mpira. Ilikuwa ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili ilikuwa ni blocking ambayo aliifanya kutoka kwa Celeste Ekwa. Ilikuwa 1v1, Celeste Ekwa anakuja, Rushan De Reuck anamhesabia ili ammalize. Ni vitu ambavyo ni sifa ambayo alikuwa nayo Pascal Wawa, the prime Pascal Wawa, alikuwa ni vitu ambavyo anavifanya sana. Kwa hivyo Rushan De Reuck alikuwa akirudi nyuma na mhesabia, lakini muda ambao alichelewa kufanya decision, na principles za coaching zinaeleza kwamba mshambuliaji ana sekunde 2 za kufanya maamuzi. Defender ana sekunde 1 ya kufanya maamuzi. Mshambuliaji anapokuwa na mpira anaweza akadecide kwa namna ambavyo anataka yeye, lakini defender anamhesabia sekunde 1 anaitumia ni muda ule ambao anataka kufanya reaction, basi hapo hapo anaifanya. Kwa hivyo jana principally aliweza kumwini Celeste Ekwa na akaondoka na ule mpira. Kwa hiyo ni sifa yake ya pili. Na sifa ya mwisho ni blocking. Hiyo kuzuia mipira, lakini ukiacha kuzuia mipira, passing. Yes, sasa blocking na passing ziko pamoja, kwa maana namna ambavyo anachukua mipira kwenye interception au ameblock moja kwa moja, angalia namna ambavyo anapiga pasi. Na pasi nyingi jana alikuwa akizipiga upande wa kulia, upande wa Shomari Kapombe. Yes, lakini pia blocking. Huyu jana upande ambao alikuwa akiucheza katika wale ma center back wawili wa Simba, upande wa kushoto, kwa wale wawili wakati, manake kushoto alikuwa anaonekana kucheza Abdurazak, lakini baadaye aliingia Shamu Karabwe. Upande wa kulia ndo alikuwa akicheza Rushan De Reuck. Upande wa kulia wa Simba ndio upande wa kushoto wa Young Africans ambao una Pacome Zouzoua. Jana Zouzoua hakuwa threat sana kama ambavyo tumezoea kumuona. Miongoni mwa hizo sababu ni Rushan De Reuck, namna ambavyo alikuwa na ubana ule upande, namna ambavyo alikuwa anazuia njia, na kuna mpira mmoja Pacome alikimbia nao pembeni, akutaka kuingia ndani. Hapana shaka maybe alihisi kabisa kwamba Rushan De Reuck yuko mbele yangu, na tayari alionekana kuwa threat akiwini mipira mingi ya namna ile. Sasa alichoamua kukifanya ni kupiga ile cross. Alipopiga cross, Rushan De Reuck akaweka mpira juu, alisave ule mpira akiwa yuko angani, aliblock ule mpira na kusogea nao, akaanza pia kupasia, timu ikawa imeondoka katika lile eneo. Kwa hiyo vile ni vitu ambavyo vinamfanya huyu kuwa top performer kwa upande wa Simba. Mchezaji ambaye ka perform kwenye daraja la juu zaidi ni Rushan De Reuck. Katika ligi yetu kuna best defenders wengi ambao wanafanya vizuri, the like akina Dickson Job, akina Ibrahim Hamadi Baka, lakini ujio wa Rushan De Reuck amekuja kuwapa green light kwamba kuna mtu mwingine ameingia hapa ambaye ni hatari, ambaye ni yeye Rushan De Reuck. Lakini uwepo wa Rushan De Reuck ndani ya Simba na ametolewa na mkopo ndani ya Mamelodi Sundowns, na sisi hapa tumuona the top performer. Unaweza kujiuliza daraja la Sundowns liko vipi kama huyu mchezaji wameona anastahili kutolewa tu kwa mikopo. Alimpeleka Israel, Cardoso Miguel alisema hapana, aenda Israel, akaondoka Israel, na this time around wamemtoa kwenda Simba. Maana yake Mamelodi Sundowns daraja lake ni kubwa mno when it comes football, na ndo timu ambayo inaonekana kuwa ghali zaidi katika soka barani Afrika. Kwa hivyo De Reuck, Rushan, performance yake ilikuwa nzuri, kiwango bora. Man of the match awards haikwenda upande wake, ilikwenda kwa Pacome Zouzoua kwa sababu ya goli maybe ambalo amelifunga, ambalo limepeleka ubingwa moja kwa moja kwa upande wa Young Africans. Lakini Rushan De Reuck ni one of the top defenders, na Rushan De Reuck sio tapeli, performance nzuri ambayo ameonyesha siku ya jana. Huo ndio mtazamo wangu kwa upande wa Simba. Top performer alikuwa ni Rushan De Reuck, na wewe una nafasi ya kutoa comment katika comment section hapo, ukaeleza kwa upande wako wewe unaona mchezaji gani ambaye alikuwa bora zaidi kwa
eneo la kwa upande wa Simba, mchezaji gani ambaye unaona ameperform kwenye ubora wa hali ya juu zaidi kwa upande wa Simba. Lakini nikukumbushe pia kwamba alifanya kazi na Fadlu Davids ndani ya Maritzburg United, walifanya kazi kwa pamoja, sasa wako pamoja. Hivyo basi Fadlu Davids ndiye ambaye ameinjinia huu mkopo mpaka anakuja ndani ya Simba, lakini yeye anamfahamu vizuri. Kwa hiyo maana yake kumhitaji Rushaine haikuwa kwa bahati mbaya, ni mchezaji ambaye anamfahamu vizuri, na Derek amemlipa Fadlu Davids kwa performance nzuri licha kwamba wamepoteza ile mechi. Wewe mtazamo wako kwa vipi? Dondosha comment kwenye comment section. Hii ni Mzinga Sports.